Shule ya sekondari ya Westgate kutoka manispaa ya Kibaha, mkoa wa Pwani, ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation katika shule za sekondari, ambapo wanafunzi hushiriki kwa kubuni miradi inayoleta mguso chanya kwenye jamii inayowazunguka na kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza ujuzi wa ujasiriamali. Katika Uwezo Award 2019, shule hii ya Westgate Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 14 kati ya shule 100 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Mwaka 2019 tulishiriki Uwezo Awards na tukaanzisha mradi unaoitwa Save the Girls kwa lengo la kuelimisha wasichana kuelimisha wasichana juu ya utumiaji wa taulo za kike. Tulitembelea kijiji cha Kidogoziro kilichopo Chalinze, ambapo kuna jamii ya Wamasai wanaishi hapa. Tulienda pale kama nilivyosema mwanzo kwa lengo la kuelimisha wasichana na wanawake juu ya utumiaji wa taulo za kike. Tulifika pale, hatukutoa tu elimu bali tulitoa pia na taulo za kike tuliwapatia katika kila kaya tulifika pale. Tulifika pale, licha sisi kutoa elimu, pia tulijifunza mambo mengi kutoka kwao, kama tamaduni zao mbalimbali, nyimbo, jinsi wanavyoishi, wanavyovaa, wanavyokula. Sisi tunakaa Kibaha na tuliona kwamba vijiji vingi hapa Kibaha, kwa mfano kijiji iko cha Kidogoziro, asilimia kubwa ya wasichana na wanawake hawana elimu juu ya utumiaji wa taulo za kike. Tukaona kwamba itakuwa sisi ni rahisi kufika kwao kwa sababu ni karibu, kwa sababu ni Kibaha pia, na tukaona kwamba kuna asilimia kubwa ya wasichana ambao hawajui elimu utumiaji wa taulo za kike. Katika mradi wetu tulitumia njia mbalimbali kupata fedha. Tulitumia njia mojawapo tuliotumia ni njia ya kutengeneza bahasha za kaki ambazo tuliwauzia wanafunzi wenzetu ili kupata kiasi cha fedha kwenye mradi wetu wa Save the Girls. Hizo bahasha tulitengeneza na baadhi ya wanafunzi wenzetu ambao walikuwa na ujuzi huo wa kutengeneza hizo bahasha, tulitengeneza na pia walitufundisha na tuliweza kutengeneza kwa pamoja na kuziuza kwa wanafunzi wenzetu ili tupate fedha za kuweka kwenye mradi wetu. Njia nyingine tuliyotumia kupata fedha ni kwa njia ya talent show ambayo tuliandaa ili kupata fedha. Njia hiyo wanafunzi tulionyesha vipaji vyetu mbalimbali kama vile kuimba, kuigiza na kucheza. Wanafunzi ambao walikuwa wanahitaji kuona vipaji hivyo waliweza kulipia kiasi cha shilingi 500 au 1000, na hizo hela zilizopatikana ziliweza kwenda kuongezea kwenye mradi wetu wa Save the Girls. Jumla ya kiasi cha fedha kilichopatikana baada ya kuuza bahasha za kaki na talent show, tulipata kiasi cha fedha cha shilingi 485,000, ambayo pesa hiyo tulienda kufanyia mradi wetu wa Save the Girls. Je, walipata changamoto zozote? Kuna changamoto nyingi ambazo tulizipitia wakati tunafanya Uwezo Award. Ikiwemo ya kwanza ambapo tuliona ilikuwa ni changamoto kubwa kweli, ilikuwa ni muda. Muda ukiangalia ulikuwa ni hautoshi kwa kweli. Ilibidi tu balance muda wa masomo kwa sababu asilimia kubwa ya wenzetu walikuwa wanafanya mtihani wa taifa ambao walikuwa kuna form 4 na form 2. Kutokana na form 4 na form 2 kuwa madarasa ya watainiwa, walibana sana kwa sababu ya mtihani huu ambao walikuwa wanakaribia kuufanya. Na pia changamoto ya pili tuliyoipitia ilikuwa ni barabara tulizozipitia kuelekea eneo la Kidogoziro. Lile eneo la Kidogoziro ni sehemu ambayo iliyoingia ndani kwa maeneo ya Chalinze. Sehemu ile ukiangalia ni sehemu ya kijiografia ambayo inapatikana sana mvua. Na mvua inasababisha mmomonyoko wa ardhi, ambapo gari kupita maeneo yale ilikuwa ni ngumu sana. Changamoto nyingine ambayo tulipitia pia ilikuwa ni kabila lile la Kimasai kukataa elimu tuliyokuwa tukiwapelekea.
Tukiangalia katika makabila yaliyopo Tanzania, kabila la Kimasai ndio limeonekana likishikilia mila zake kwa ugumu zaidi mpaka hivi sasa tunapoongea. Kabila hili limekuwa likishikilia tamaduni zao, hasa pale mtu anapowaletea utamaduni mwingine. Na sisi hapa ilikuwa pia changamoto kwetu, kwa sababu vichwa vya familia ambavyo walikuwa ni baba wa familia zile walikuwa kitufukuza na hata kutukalipia kwamba kwa nini tunaletea elimu ambazo sio za mila zao, sio desturi zao. Kwa hiyo ikatupa sisi shida na ikatubidi tuchukue muda mwingi kukaa chini na kuwaelewesha kwa nini tunawapa elimu zile na zina faida gani kwao na watoto wao. Na changamoto pia tuliyoipitia ilikuwa ni lugha. Lugha tulipishana kilugha na wao, kwa sababu wao Kiswahili chao kilikuwa ni Kiswahili kigumu kwetu ambacho sisi kuelewa ilikuwa ngumu zaidi, na sisi cha kwetu kilikuwa kigumu kwao, kwa sababu sisi ni Kiswahili ambacho kidogo kimekuwa kinachoeleweka zaidi kuliko cha kwao. Kwa hiyo maneno baadhi tulikuwa tukisema na wao wakisema tulikuwa hatuelewani kidogo, kitu ambacho kilituchukua pia na sisi muda tena. Kama mwanzo nilivyosema kwamba muda ndio ilikuwa changamoto kubwa. Wakati tulipokuwa tunafanya mradi, hatukutegemea kwa tutashinda, kwa sababu tulipitia changamoto mengi, na pia tulikuwa tunataka iwe kitu kikubwa, lakini kwa sababu ya muda hatukuweza kuifanikisha. Tulikuwa tuna malengo mengi, lakini tukabidi tu tufanye project moja. Lakini vile tuliambiwa kwa tumeshinda, tulifurahi sana na kumshukuru Mungu, kwa sababu hatukudhania tutafika hapo mahali tulifika. Jambo gani unajivunia kujifunza kwa ushiriki wao katika mradi huu? Jambo kuu hasa nilojifunza ni elimu, umuhimu wa elimu juu ya utumiaji wa taulo za kike. Nimejifunza kwamba utumiaji wa taulo za kike ni muhimu sana katika jamii zetu, hasa katika jamii ambazo hazijaendelea kama Wamasai. Katika jamii za Wamasai, wasichana wanapokuwa katika siku zao, kwanza wanakosa masomo, wanapitia changamoto mbalimbali. Tuliwaelekeza jinsi ya kutumia taulo za kike, wameelewa, hivyo inawasaidia wao kuweza kuhudhuria masomo vizuri. Umuhimu wa ushirikiano katika wanafunzi wenzangu, tulishirikiana na tulifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya mradi wetu. Kitu nilichojifunza kupitia mradi huu ni kwamba nimefanikiwa pia kugundua kipaji nilichokuwa nacho, sio kipaji, hadi vipaji nilivyokuwa navyo, kama kuimba na kucheza, ambapo pia niliviperform hiyo siku ya talent show. Hivyo vipaji pia niliweza kugundua kwamba vinaweza vikanisaidia katika maisha ya mbele, kuniingizia kipato na kujikuza kimaisha. Na pia nimeweza kupata ujuzi mpya, ikiwemo kama huo wa kutengeneza bahasha. Bahasha hizo tuliweza kuona kwamba tulipata ujuzi wa kuzitengeneza, na pia baada ya kuzitengeneza tulipata ujuzi mwingine wa kufanya biashara. Kupitia njia hiyo naweza pia nikajikimu kimaisha mbeleni. Kupitia Uwezo Awards nimeweza kujifunza utamaduni wa Kimasai ambayo sijawahi kuiona maishani mwangu. Nimejifunza mambo mengi kama wanavyoshirikiana, wanavyokula, mazingira wanayoishi. Pia nimejifunza umuhimu wa ushirikiano katika kikundi chochote kama letu, ambayo tumeweza kufanikisha project yetu ya Save the Girls. Nimejifunza kwamba kijiji ambacho tulikitembelea ambacho ni cha Kidogoziro, watu wa kule wanakuwa wagumu sana kuelewa, kwa sababu tamaduni zao zinawabana, na wasichana wa kule wanakuwa wanakosa elimu kwa sababu ni ngumu wao kupata elimu wakiwa hawana uhuru wa kuipata hiyo elimu. Kwa hiyo sisi kwenda kuwaelezea, tumejifunza kwamba elimu ni kitu kizuri sana kwa wasichana, ili msichana aje kuisaidia community ambayo inamzunguka. Kwa kushiriki kwangu katika Uwezo Awards, nimepata ujuzi wa kutengeneza bahasha. Tulitengeneza kwa kutumia makaratasi, ambapo makaratasi hayo tulichukua sana sana katika katika majalala ambao
karatasi hizo zimesaidia sisi kuondoa takataka katika mazingira yetu ya shule. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Mtazamo wangu kuhusu mradi waliofanya wanafunzi wa Westgate ni kuwa mradi huo ulikuwa mzuri na uliwawezesha wanafunzi wetu kuwa na ushirikiano mzuri katika kufanya huo mradi, and they really got a good experience in working together in saving the girls at Kidegozero village, because those girls needed education. They needed someone to be there for them, someone who could look after them in their total way of life. Na kwa kweli walijifunza mengi hasa kwenye utamaduni wa Kimasai, na niliwaona kuwa walipenda sana maisha ya kukaa kule Umasaini, wanavyoishi kwa upendo, wanavyoishi kwa upamoja, and they really said that the project was good because it worked for them and they saved those girls, and I believe they made an impact and changed the society. Kwa hiyo mradi huu ulikuwa mzuri na natumai itawafanya wawe wasichana ambao wana bring change to the society in such a way that anything that may come up, kama zile challenges ambazo wanazoziface, watazikumbana nazo and everything will be well. Na huu ndio ukawa mradi uliowapa wanafunzi wa Westgate Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2019. Chukua hatua, onyesha uwezo.